Mambo vipi ndugu washabiki na wapenzi wa wafuatiliaji wa tamthilia House Girl na Busati TV kwa ujumla. Kwa majina anaitwa Sajad Salim Olotu almaarufu kama Kaibei, ni mmoja wa washiriki wakuu kwenye tamthilia ya House Girl, tamthilia namba 1 Afrika Mashariki na Kati. Kusema ukweli, kwanza awali ya yote naomba niwashukuru mashabiki kuanzia season 1 mpaka season 4 kwa moyo ushirikiano mliotupa na support. Sisi hatuna cha kuwalipa zaidi ya kuombea kwa Mwenyezi Mungu muendelee kuwa na moyo huo ushirikiano kwenye project zijazo. Binafsi yangu, uhusika wangu ulikuwa uhusika mzuri sana na ambao haujanipa ugumu wote kwenye hii tamthilia ya House Girl. Na pia ni uhusika ambao unaportray maisha ya wanaume wengi wanaoishi kwenye bara letu la Afrika. Sababu kimzungumzia Kaibei kuanzia season ya 1 mpaka season 3 ni mwanaume ambaye alikuwa hana msimamo. Ameoa mwanamke ambaye hana sifa na kigezo cha kuwa mke wa mtu, ila kwa upande wake alikuwa anaona yule mwanamke ni sahihi, mpaka kafikia hatua kumongopea baba yake kuwa yule mwanamke ni sahihi, kuficha madhaifu yake, ila kiuhalisia alikuwa amekosea. Ila anachomshukuru Mungu, uhusika wa Kaibei ulikuwa unabadilika kadri misimu inavyoongezeka, na hatimaye msimu wa pili mwishoni tukaona msimamo halisi wa Kaibei alipoamua kuchukua maamuzi ya kumwoa house girl wake ambaye ni Zuu. Kusema ukweli, uhusika Kaibei haukunipa ugumu wote kuucheza, maana ni tabia ambazo zina uwiano na maisha yangu halisi kwa mbali. Kwa hiyo nimefurahi sana kucheza lo husika. Na ukija kwenye changamoto ambazo nimezipata kushuti tamthilia ya House Girl, sema ukweli changamoto ni nyingi sana. Kuanzia msimu wa kwanza mpaka msimu wa 4 ambao ndo wa mwisho. Nikipiga flashback kwenye msimu wa ulikuwa msimu wa ngapi? Msimu wa pili, scene ambayo ilinipa changamoto ni ile scene ya kugongwa na gari pale Kaya, ambapo alitaka kumfanyia surprise mpenzi wake Zuu. Kwa hiyo na bwana Tasha Mr Genius wakasuka mpango wa ajali feki. Kusema kweli ile scene ilipa ugumu sana, maana kipindi naishoot ile scene nilitaka nicheze kweli ile scene. Nakumbuka ile Kenta ilikuwa inakuja kunigonga, nilikuwa naambia dereva lilete kweli. Na kweli kwa kuja speed ya kasi, yani mpaka mwenyewe nikawa namuona Israeli huyu hapa live. Kwa the things mkweli nipa ugumu, maana niliweka maisha yangu rehani. Na namshukuru Mungu ile scene ikachezwa vizuri ipasavyo na ikaleta kitu, na tena hata mashabiki walipata tension baada ya kuiona ile scene. Lengo na madhumuni ya kuanzisha msimu wa House Girl, tunataka tu portray kuwa unyanyasaji wa house girl. Ukiangalia hapa Tanzania wapo house girl ambao wananyanyasika kwenye maeneo mbalimbali, na hata house girl wa Tanzania ambao wanafanya kazi huko karibuni wananyanyaswa zaidi huko. Kwa hiyo kupitia kwenye House Girl utaona kabisa uzalishaji wa house girl na jinsi ya kuwakomboa ili wapate haki zao za msingi. Kwanza nipongeze serikali kwa kusimamia haki za msingi za house girl, kwa sababu kiuhalisia kuna agencies zipo ambazo zinasimamia mabinti wa kazi, na inakuwa rahisi kwa mtu ambaye anataka house girl kwenda kwenye hizo agency husika na kuapply kupata house girl. Hizo zipo Tanzania. Kwa hiyo nataka nishauri raia wa Tanzania kuwa wasichukue house girl kiolela tu kutoka vijijini au sehemu tu umemkota mtu unaenda kumajiri kama house girl bila kufuata taratibu za msingi. Kwa hiyo lazima protocol ifuatwe, kama kuenda kwenye agency husika kuchukua house girl. Hata kama house girl umemchukua kutoka kijijini, lazima aje na barua serikali ya mtaa ambao inathibitisha kuwa yeye ni mkazi wa sehemu husika. Kwenye hiyo barua ataambatanisha na passport size yake na details zake zote. Mimi naamini hapo tutakuwa tumeajiri mtu kufuata taratibu zote za ajira ya Kitanzania. Napenda niseme asanteni sana ndugu mashabiki kwa kuweza kutufuatilia katika misimu yote. Maana tamthilia ya House Girl ina misimu 4.
Msimu wa kwanza ambao ulikuwa na episode 60, msimu wa pili ulienda episode 62, msimu wa tatu ulienda episode 70 na msimu wa 4 umeenda mpaka episode ya 78. Niseme asanteni sana, sio kitu kidogo, kwa sababu ukijumlisha hizo unaweza ukapata hapo kama jumla ya episode 260 na mashabiki zetu kwa misimu yote hiyo mlitufuatilia kwa upendo wa dhati. Tulipowakosea mlikuwa mnatuambia na tulikuwa tunasahisha makosa yetu. Nje na changamoto zetu mlituvumilia mpaka hapa tulipofikia. Niseme sina la kuwalipa zaidi ya kusema asante sana. Lakini pia kitu kingine, niko hapa kwa niaba ya crew nzima, kwa sababu ukisoma ile majina ya mwisho utaona nje ya mimi kuwa msanii mwigizaji katika hiyo tamthilia, lakini pia mimi nilikuwa ni director kwa hiyo tamthilia kuanzia msimu wa kwanza mpaka msimu wa 4. Kwa hiyo mimi kwa niaba ya timu nzima niseme asanteni sana kwa kutufuatilia. Mungu awabariki sana sana sana. Lakini pia najua huko mitaani tumeacha vilio. Watu wanahuzunika sana kwa kuona tamthilia yao pendwa haipo, leo hii imeisha. Watu wengi sana wananipigia simu na kuniulizia vipi season 5 tunaipata. Naomba nitoe tamko rasmi kwamba season 4 ndio mwisho wa tamthilia yetu ya House Girl, haitaweza kuendelea tena. Lakini niwatoe shaka, mwisho utamu ndo mwanzo utamu. Tunamaliza House Girl, lakini tunakuja na tamthilia nyingine ambayo itatambulishwa muda sio mrefu. Wasanii wenu pendwa wote mtawaona humo. Wote ambao nyinyi mnatamani kuwaona mtawaona. Na hiyo tamthilia ni tamu, ni kali, ni nzuri, ina visa na mikasa, ina story nzuri. Yani inawezekana House Girl ikasubiri kwenye hiyo tamthilia mpya na ukuja. Kwa mimi naomba niwatoe shaka mashabiki, tunakuja kivingine, kiutofauti zaidi, kwa kuonyesha ukubwa wetu. Kwa kuonyesha pale tulipoishia kwenye House Girl ni kutamu, sasa huku tunapokuja ni kutamu zaidi. Katika scene ambazo mimi zilinipa ugumu sana kuzicheza, yani kabla sijazicheza nilikuwa nazifikiria mno, ni zile scene za kumwagiwa tindikali. Kwa sababu pale ndo tulikuwa tunaufunga msimu wa 3. Kwa hiyo ilikuwa inaangalika sasa, yani mimi nilikuwa nicheze, kwa sababu ukiangalia sehemu nyingine kote Kibendo alikuwa anaoa, sijui huku Kai kapata mtoto, kwa kule kote kulikuwa ni furaha. Kwa kwangu mimi peke yangu huku ndo kuna nikatakiwa sasa nije nivae usika wa kuonewa huruma. Umeelewa? Na ukiangalia zile makeup nilizopigwa za tindikali, kuna muda yani zilikuwa zina kama yani nikishika hivi nilikuwa nahisi kama nikidonda kweli yani. Kwa hata mwenyewe nilikuwa najiogopa. Kwa hiyo nikajikuta yani kwangu mimi inakuwa ni ngumu sana kuzicheza zile scene, kwa sababu yani zile tindikali yani zile makeup zilikuwa zinanipa ugumu, yani nikijishika hivi nilikuwa najiona kabisa kama vile ni kweli ni mwagiwa tindikali. Isitoshe pia kucheza kwenye hisia ile hali ya juu, nitie huruma kweli, kwangu mimi ilikuwa ni ngumu sana. Lakini nashukuru Mungu nilizicheza na mashabiki walizipokea, waliumia sana. Kwenye upande wa kudirect, scene ambayo kwangu mimi ilikuwa ni ngumu sana kuidirect ni ile scene ambayo Kai anagongwa na gari. Tulikuwa tunahitaji kumfanyia surprise nzuri ya kumvalisha pete, kwa hiyo tukatengeneza ajali. Kwa ile ajali tulipoitengeneza wakati tunashoot ile scene, pale tulipata changamoto kwa sababu tulikuwa tunashoot karibu na shule. Alafu tukaja kugundua 95% ya wale wanafunzi wanaosoma pale shuleni walikuwa ni wafuatiliaji wa House Girl. Kwa hiyo sasa sisi tulikuwa tunataka utulivu barabarani tushuti, lakini wanafunzi walijaa mno. Walizunguka haswa. Na sote wanafunzi mpaka raia. Kiasi kwamba kabidi ya location tuame. Tulikuwa tushapoteza muda. Tunaenda location nyingine pia, tukakutana na changamoto hiyo hiyo. Mashabiki walikuwa ni wengi mno. Kila ukawatuliza na kuwa ni ngumu kushuti yani. Inakuwa ni ngumu kushuti. Kabidi tu tushuti hivyo hivyo kwa shida kubwa sana, tutumia nguvu kubwa sana. Kwa ile scene kwenye upande wa directing kwangu mimi ilikuwa ni scene ngumu sana. House Girl imeisha, lakini mwisho wa House Girl ndio mwanzo wa tamthilia nyingine. Mimi niwaambie tu mashabiki wa Mr. Tasha, mashabiki wa Busati TV kwa ujumla kwamba kuisha kwa House Girl ndio kuja kwa project mpya, na haitachukua muda mrefu. Muda mfupi tu tutaitambulisha rasmi na itafanya vizuri mno kama ilivyofanya vizuri House Girl Tanzania, Afrika na duniani kiujumla. Basi hiyo itakuwa ni mara 10 yake. Kwa mashabiki wala msife moyo, msione kwamba hawa watu wamemaliza House Girl ndo basi hawaji tena, wakati sisi tunakiunao tunahitaji kuwaona.
mwisho wa house girl ndio mwanzo wa kitu kingine. Kwa hiyo tunamaliza house girl na tunakuja na project mpya, muda sio mrefu itatambulishwa kwenu, na mimi Mr. Tasha utaniona humo, na nimefanya balaa zito kuliko hata kwenye house girl. Yule Tasha unamjua kwenye house girl, huko amekuwa ni mara 100, amekuwa bora zaidi. Kwa hiyo kama ulikunywa maji alafu baada ya muda umekaa kiu kimerudi tena, basi ujue hayo maji nitakayokupa sasa hivi atakuwa ni matamu mithili ya maji ya Zamzam. Kwa majina naitwa Ali Mwongeze, mimi ni mzaliwa wa Tanga. Na kwa bahati nzuri mimi nina makabila matatu, yote nawakilisha. Mimi ni Mzigua, mimi ni Mdigo, lakini pia mimi ni Msambaa. Kwa hiyo niseme makabila yote matatu nawakilisha mimi. Na mimi pia ni miongoni mwa wale ambao ni waanzilishi washiriki kabisa wa house girl toka season ya kwanza mpaka tukafika season 4. Na naweza nikasema hii misimu yote kutoka msimu wa kwanza mpaka msimu wa 4 mimi nilifurahia misimu mitatu tu. Nilifurahia msimu wa kwanza, wa pili na wa tatu. Lakini msimu wa 4 kwa bahati mbaya binafsi haukuwa msimu mzuri kabisa kwangu, kwa sababu yule mwenzangu, mpumbavu mwenzangu, rafiki yangu, kipenzi changu Jasmine, mtu ambaye tulizoeana sana, kwa bahati nzuri alipata dharura. Kwa hiyo nikawa sina mtu mwingine tena wa kumechi naye. Tukajaribu kutafuta mtu ambaye naweza nikaendana naye, lakini bado mashabiki hawakupata nafasi ya kumuelewa. Mpaka ilipofikia tamati kabisa ya msimu wa 4 ndipo aliporejea kwa mara ya pili, na furaha haikuwa kubwa kama mwanzo, ilikuwa ni kidogo kwa sababu tulikuwa tunaifunga. Kwa mimi niseme katika misimu yote 4, misimu mitatu nilienjoy, msimu wa 4 sikuenjoy sana kwa sababu ubavu wangu wa pili ulinikimbia. Kwa mimi niseme mashabiki, kwanza kabisa tuwashukuru sana kwa sababu nyinyi leo ndio mmetufanya tuko hapa. Mmetengeneza jina, nikaitwa Kilamba, nikaitwa mpumbavu mwenzangu, na mkanipokea. Huenda kuna mahali tulikuwa tunateleza, kuna changamoto, tunawakwadha, lakini hiyo yote ni kutokana na story na uhusika ni kitu gani kinatakiwa. Kwa mimi niseme niwashukuru sana mashabiki kutoka msimu wa kwanza mpaka msimu wa 4. Nimetengeneza wapumbavu wenzangu wengi sana. Leo najivunia kwa sababu hata nikipita mtaani unaweza kukuta mtu mzima kabisa ananiita mpumbavu mwenzangu, mpumbavu mwenzangu. Kwa naona okay, kumbe ile neno limekuwa sasa ni sehemu ya maisha yetu. Mbali ya kuitwa upumbavu, lakini hata wao wamelipokea kama lilivyo. Kwa hiyo niwashukuru sana mashabiki, mmetushika mkono, mmetuheshimisha, lakini pia hamjatuacha peke yetu, mmetupa ustar. Kulingana na uhusika wangu wa ucheshi, mimi nacheza serious comedy. Binafsi mimi nimejizolea sana mashabiki wengi kwa sababu pindi wanapotoka watu kuumia au kuhuzunika, wakija kwangu nitawafanya tabasamu, nitawafanya wafurahi tena. Lakini kuna muda pia na wauzi, kuna sehemu ya serious mimi naendelea kuifanya comedy, lakini tayari ni character yangu, siwezi kuvaa usika wa mtu mwingine, na nibidi tu nicheze kulingana na vile nilivyo. Kwa hivyo niseme tu kwenye character yangu nimeicheza ipasavyo na nimejizolea mashabiki, kwa sababu si kila sehemu tutakuwa tunalia, kuna sehemu lazima tu balance, tu fly kidogo. Mwisho wa house girl ndio mwanzo wa jambo zuri. Nataka niwahakikishie mashabiki zetu, mmetufuatilia, mmejifunza mengi kupitia house girl, na nataka niwaambie lipo jambo kubwa la kujifunza tena. Lipo jambo kubwa ambalo hutakiwi kukosa kulitazama, kwa sababu kwanza litakufundisha namna ya maisha yanavyotakiwa kuishi, either uwe nacho au huna. Lakini pia kwenye house girl tulikuwa tunaona wahusika wengi walivyokuwa na perform. Sasa nataka nikuhakikishie kwenye hili wahusika wataperform ipasavyo kuliko unavyodhani. Kwa mimi niseme tu, kama kuna sehemu tuliwakosea mashabiki, tuliteleza, mtusamee.
tupo kwa ajili yenu, tunahitaji mtu sapoti, na kwa sababu tayari jambo lipo jikoni, na waombeni sana. Hili jambo sio la kukosa. Hili jambo tumelipania kweli kweli. Sio Kai, sio Tasha, sio Jordani, sio Kamtoto, sio Nyangayonga, sio Kendi, sio Keina, sio nani, Mzee Nyonzo. Yaani ile timu yote ya House Girl unaijua wewe. Hili jambo tumelipania. Kwa naombeni mashabiki zetu, kwa moyo mkunjufu, msikae mbali na sisi. Msikae mbali na Busati TV. Busati TV wanasema ni burudani bila kikomo. Na tuna kauli yetu mbiu, tunasema Busati TV hapa kazi, mambo mengine baadaye. Na ni baadaye kweli, kwenye kazi. Yaani mambo mengine weka pembeni. Lakini pia ili uweze kupata vitu vyetu vipya, ni lazima usubscribe, ucomment, ulike kwenye chaneli yetu ya Busati TV. Lakini pia mimi engineer, super generator, solar power aka Dume la Nyoka, Wanzaki Julius Maimbo Kilamba Ukwaju. Ukiingia kwenye TikTok yangu kule unamkuta Mr. Kilamba Ukwaju, ukienda Insta, ukienda Facebook. Lakini pia uko kwenye channel yetu ya Busati, TikTok, Facebook, Insta. Pita kote huko. Ni burudani bila kikomo. Niwashukuru sana mashabiki, na wapenda, msituache peke yetu, tushikeni mikono. Asante. Okay, kwa majina yangu kamili naitwa Nasra Yahaya. Jina la usanii naitwa Keina. Kwenye House Girl nimecheza kama mke wa Kibendo. Kiukweli nilikuwa napitia changamoto nyingi sana, kwa sababu mwenza wangu alikuwa mtu ambaye ana tabia za mtaani, alikuwa ni muhuni. Nilipata kazi kubwa sana kwenye kumwelimisha, na ilifikia stage mpaka nikakata tamaa kabisa. Yaani nilikuwa naona kabisa siwezi kabisa kuendelea kumvumilia, lakini nilijitahidi, na kama tunavyojua hakuna changamoto ambayo isiyoisha. Na kweli Mungu alinijalia nikaweza kupambana changamoto zote mpaka nikamrekebisha na tukafunga ndoa. Kiukweli familia yangu inanisupport kwa kiasi kikubwa sana, na ndio maana mpaka leo nipo hapa. Na nitaendelea kuwepo kwa sababu familia ndio kila kitu. Bali kuna watu ambao wanatoboa bila support za familia, lakini mimi naamini familia support zao ndio kitu ambacho kitakupa hata ujasiri kwenye kazi yako. Kwa mimi nashukuru Mungu kwa upande wa familia yangu, wananisupport sana sana na sana. Yaani kilichonishawishi kuingia kwenye House Girl, cha kwanza familia yangu ilikuwa huko. Kwa sababu lazima niweze kutaja mtu ambaye alinifanya mpaka nikaijua hii House Girl. Kwanza familia yangu, mzazi wangu mdogo, kutoka mama yangu, mzazi wangu mdogo alikuwa anaishi huko. Sasa kwenye harakati za kuja huku, na mimi nilikuwa na shoot, lakini sio huku, nilikuwa na shoot sehemu nyingine kabisa. Alafu nilikuwa nishakata tamaa kabisa kuendelea kuigiza kabisa. Nilikuwa tu nyumbani naendelea na mambo yangu mengine. Sasa baada ya mamangu mdogo kuona kwamba huku kuna mzee ambaye ni mzee Momba, ana vijana ambao wanafanya sanaa, na mimi mwanae ananijua kwamba nafanya sanaa na sina sehemu ambayo nipo kwa muda huo. Kwa hiyo, na alikuwa ni rafiki yake, wakaweza kuongea, nikaweza kuja hivyo. Na mwingine mkubwa alionisupport ni Tasha. Okay, asante mashabiki, mimi ni Keina wa Kibendo, na wapenda sana. Pia msisahau ku-like, ku-subscribe, ku-share na ku-comment. I love you. Kwa majina naitwa Asia Saidi Mkumbo. Nimecheza season 1, season 2, season 3. Ila kwenye season 4 ndo sijashiriki kucheza kwa sababu mimi kwenye story nilikufa kwenye season 3.
Kwa hiyo baada ya hapo season 4 ilivyoanza mimi sikuweza kuendelea. Lakini napenda kuambia mashabiki zangu, najua mnanipenda na mimi nawapenda sana. Mnaipenda sana House Girl na mmeifuatilia sana House Girl. Kwa kipindi chote mlichoweza kutufuatilia House Girl kuanzia msimu wa kwanza, msimu wa pili, msimu wa tatu mpaka msimu wa 4, inamaanisha kwamba mnatupenda, House Girl mnaipenda, na ndio maana mlikuwa mashabiki zetu na mlitufuatilia haswa kindakindaki. Nitakuwa mchoyo wa fadhila kama nitashindwa kuwashukuru. Kwa kweli mashabiki zetu tunashukuru sana sana sana, tena sana zaidi ya sana, kwa kuweza kutusapoti. Mmetusapoti namna moja ama nyingine, kwa sababu tusingeweza kufika misimu yote hiyo kama tungekuwa tunakosa sapoti. Tumeweza kufikia malengo kwa sababu gani? Sapoti zenu, mmetushika mkono. Kwa kweli tunawashukuru sana. Nyinyi tunawathamini, tunawajali na tunawapenda. Katika hilo, kwa sababu tunawathamini na kuwajali na kuwapenda, hivyo ninawaahidi mashabiki zetu, jamani, na waombeni mkae mkao wa kula. House Girl imekwisha, lakini hiyo inayokuja jamani ni zaidi ya House Girl. Yaani inakuja ni ya moto, ni mara 10 ya House Girl. Yaani imezidi House Girl zaidi ya mara 10. Hebu fanyeni kama mnaona kama House Girl tu tulikuwa moto kiasi hicho. Moto huwa hii mpya inayokuja jamani. Mimi sitaki kumaliza uhondo. Na wakaribisha jamani, very soon tunaleta vitu vizuri, mtafurahi sana. Nashukuru sana kwa kufuatilia na muendelee kutufuatilia jamani. Busati TV, burudani bila kikomo. Okay, ladies and gentlemen, kwa majina naitwa Jordan Peterson Gerard, ndo majina halisi kabisa ambayo nimepewa na wazazi wangu. Na ni mshiriki pia wa tamthilia pendwa kabisa, tamthilia nzuri kabisa ambayo imeweza kuteka mashabiki wengi sana ikiwemo Tanzania na nchi jirani pia. Naizungumzia House Girl. Kwenye House Girl, kwanza kabisa nashukuru kwa wale wote ambao waliweza kunipa nafasi, kunipa kipaumbele cha kushiriki kwenye hii tamthilia kubwa kabisa. Tamthilia ambayo imeweza kuruka ndani ya misimu 4. Hii kwa kweli ni fahari, ni jambo la kujivunia sana, maana kwa content creator wa YouTube kuweza kutengeneza tamthilia kuweza kuchukua misimu mingi zaidi kama House Girl ilivyochukua ni jambo la kupongeza sana. Kwa binafsi ningependa kupongeza uongozi, ningependa kupongeza wale wadau wote ambao walisababisha mpaka House Girl ikafika mbeleni kwetu. Kwa kweli imekuwa chachu ya mafanikio kwenye kipaji changu. Imekuwa motisha sana kwa wale watu ambao wanizunguka na watu ambao wanisapoti. Imekuwa fundisho bora sana kwa jamii, hususan hapa Tanzania tukizungumzia swala la dada wa kazi. Watu wengi wanajua ni jinsi gani dada wa kazi wanapata changamoto hizo kwenye kazi yao ya udada wa kazi. Na hili sio swala la Tanzania tu, ni swala ambalo linajumuisha mataifa mbalimbali. Ujue kila sehemu au dunia nzima kwa ujumla kuna wale wafanyakazi ambao wanasaidia kazi za ndani, na hii inatokana kutokana na baba au mama kuwa bize na kazi zingine kwa ajili ya kutafutia riziki ya familia. Kwa unakuta dada wa kazi yeye anabaki nyumbani kama mtu ambaye anachukua ile majukumu ya mama, majukumu ya mtu mwingine ambaye angeza kuyachukua kwa ajili ya kudili na familia nyumbani, lakini anachukua mtu mwingine ambaye ni dada wa kazi. Kwa kweli ni funzo kupitia House Girl, na ningependa kuwapongeza dada wa kazi wote wakiwemo wale ambao wanajihusisha na kazi za ndani. Ningependa kuwapongeza sana kwa moyo ambao wanakuwa nao. Ningependa kuwapa nguvu na kuwapa heshima yao kwa changamoto ambazo wanazipitia kwenye hilo. Kwa kweli wanahitaji pongeza ziada. Na mimi binafsi kwenye House Girl nimecheza kidogo character mbaya, maana mimi ni mtu ambaye nilikuwa ni mfanyakazi wa Chiko ambaye bosi wetu kiujumla alikuwa ni Mr. Ganyai. Sisi ni watu ambao tulikuwa tunajihusisha na biashara ambazo ni haramu kidogo, ambazo kwa namna moja ama nyingine
hata kwa nchi yetu ya Tanzania haisapoti na wala hazipi kipaumbele hizo biashara, nikizungumzia madawa kulevya na biashara zingine haramu. Hususan madawa kulevya, kila mtu anajua madawa kulevya ni kitu ambacho nchi yetu ya Tanzania ambayo ipo chini ya Mama Samia Suluhu Hassan, rais wetu, mama mpenzi, kipenzi cha watu, kwa kweli ni jambo ambalo tunalipigania na tunalikanya sana kwa namna yote ile kwamba halitakiwi, kwa sababu linaharibu vijana wengi, linaharibu kuvukanzi ya Watanzania wengi. Kwa ni jambo ambalo halitakiwi kupewa nafasi hata kidogo. Lakini sisi kwenye kuchukua hili jambo, kuwasilisha kama kupeleka kwa jamii, kufunza jamii, sisi tuko tunajihusisha na hiyo biashara. Lakini Chiko ni mtu ambaye alikuwa anapigania mapenzi kwa mtu ambaye yeye ampendi. Kwa hiyo akana anitumia mimi kama kuchukua yale mabaya yake na kwenda kuyawakilisha kwa wale watu ambao yeye anaona kabisa wanakinzana na wanapinga kwa yeye kupata mapenzi ya dhati kwa huyo mwanamke wake aliyekuwa naye ambaye anamzungumzia Zatiti. Chiko ni mtu ambaye alimpenda sana Zatiti, lakini baadaye wakaachana, lakini Chiko hakuwa tayari kuachika kwa Zatiti. Kwa hiyo mimi binafsi alinichukua kama mfanyakazi wake kuweza kutenda yale maovu yote ambayo aliyapanga kwa ajili ya kumtendea Zatiti pamoja na Chiko. Kwa hiyo kwangu mimi binafsi, House Girl na Busati TV kwa ujumla imenipa power, imenipa nguvu, imenipa ushawishi mkubwa kuendelea kupambana, kwa sababu naamini kesho na kesho kutwa nitaonekana kwa watu wengi zaidi. Kwa sababu leo inaonekana na watu laki, naamini kesho na kesho kutwa nikifanya content nyingine kama saizi kuna jambo lingine linakuja, naamini nimeiba siri kidogo. Kuna jambo lingine linakuja baada ya House Girl, najua jambo litakuwa kubwa sana. Kwa hiyo nitaonekana na watu wengi zaidi. Kwa hiyo kupitia House Girl, kupitia Busati TV imefungua mianya kwangu, imefungua fursa kwangu. Leo hii mimi nimekuwa mfano kwa watu wengine, na naamini kipaji changu kitakuwa kikubwa zaidi na Busati TV kupitia House Girl. Kwa majina naitwa Shani Abdulaziz Mohamed, ni msanii wa Busati TV. Kwenye House Girl nimecheza msimu wa 4 na nimecheza kama rafiki yake na Belina. Kusema kweli ilikuwa ni msika ambao ni mbaya, ila ilinibidi nicheze kwa sababu ni msanii, sichagui usika wowote. Lakini kusema kweli usika ule uliniuia ngumu, kwa sababu kumsaliti rafiki yako kwenda kutembea na mwanaume wake ni kitu kigumu sana. Katika misimu yote ya House Girl, msimu ambao ulikuwa bora sana kwangu ni msimu wa 4, kwa sababu ni msimu ambao hata mimi pia nilishiriki na wasanii walicheza vizuri kwa moyo mmoja. Kwa hiyo ni msimu ambao mimi nimeupenda binafsi na nimeuelewa. Nawashukuru sana mashabiki zetu na asanteni kwa kunipokea, na niwaahidi tu kitu kizuri kitakuja. Naombeni mtupokee zaidi mlivyotupokea kwenye House Girl. Nawapenda sana. Kwa majina naitwa Veronica Matthew. Kwa jina la sanaa naitwa Kamtoto. Na mimi ni msanii ambaye nimepata bahati kubwa sana. Nimeshiriki katika House Girl, namshukuru Mungu. Hii ni bahati kubwa ambayo watu wengi walihitaji hawakupata, lakini mimi nimepata. Mimi uhusika wangu katika House Girl ni binti ambaye nilienda kufanya kazi kwa Mr. Tasha. Na japokuwa nilipoenda kufanya kazi, nilienda kufanya kazi mbili kwa wakati mmoja. Kazi ambayo ilinipeleka pale kikweli ilikuwa mbaya. Mimi mwenyewe nilichukia, lakini kwa sababu nilikuwa nina shida, kwa hiyo niliona bora nifanye kwa sababu nina shida ya kile kitu. Kazi ambayo ilinipeleka pale ni kumuiba mtoto wa Mr. Tasha. Lakini pia kwa nje mtu akiniona anaona kama nimeenda kwa Tasha kufanya kazi za ndani. Mimi hapa ujumbe wangu kwao kwamba tusipende vya shortcut jamani. Twende tu hivi, tufikie malengo yetu kiusawa, tusipite shortcut. Shortcut ni mbaya, kwa sababu mimi nilikuwa nafanya hiyo kazi lakini moyo unaniuma. Nilikuwa sina amani. Lakini ningekuwa nimeenda perfectly, yani ingekuwa kazi yangu nzuri kabisa, nafanya vile vile dada wa kazi bila kuiba mtoto, ningekuwa niko sawa. Kwa hiyo mashabiki, watazamaji, kaeni kwa mkao mzuri, tulieni, subirieni vyuma vipya vinakuja Busati TV. Kwa majina naitwa Hanifa Shomari Hanya, ni msanii wa Busati TV.
nimeshiriki kwenye House Girl msimu wa 4. Msionijua, mimi ni mamake na Kamtoto. Nimeshiriki kama mama Kamtoto. Nina furaha kubwa. Nimeingia msimu wa mwisho, nimefanya vizuri. Mashabiki mmenipokea. Jamani, tuwaahidi kwamba tuna kitu kizuri kinakuja. Tunaomba na kenyewe mkipokee kama mlipokea House Girl. Humo kuna vingi vya kujifunza. Kuna mengi mazuri. Mimi natamani sana mlivyotupokea kwenye House Girl, mtupokee na kitu kipya tunachokuja nacho. Mkae wa kuangalia kitu kizuri kabisa. Mimi sina mengi zaidi ya kusema nawapenda sana. Kuna changamoto nimepitia. Changamoto ya kwanza, sijawahi mimi kupitia mambo ya kutekwa. Umo nimetekwa. Kutekwa kuna ile kuteswa, nimeteswa, nimepigwa. Yaani nilikuwa nalia kweli. Kwa sababu nilikuwa nasikia maumivu ambayo mimi mwenyewe huko nyuma sikuwahi kufanyaga hivyo vitu. Kingine niliigiza kama naumwa. Husika wa kuigiza kama unaumwa ndo niliingia humo. Yaani nijifanye kama naumwa. Sasa ile sura kuibadilisha hivi ilikuwa kidogo changamoto. Lakini namshukuru Mungu niliweza. Director alisimama na mimi, alisema fanya hivi, nikamsikiliza. Nimefanya kitu kizuri, mmekiona. Mimi niseme asanteni sana.